Ujambo na karibu katika taarifa hii ya habari ya siasa, ambapo makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tanzania Bara John Heche ametoa kauli nzito dhidi ya chama cha mapinduzi CCM, akibainisha kuwa chama hicho tawala kinaendelea kuongeza idadi kubwa ya watu wanaoipinga kote nchini. Akizungumza katika mkutano wa ndani wa viongozi na wanachama wa Chadema, kiongozi huyo wa ngazi ya juu ameeleza kuwa hali hiyo inatokana moja kwa moja na matukio mbalimbali yaliyojitokeza wakati wa mchakato wa uchaguzi mkuu wa tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka wa 2025, pamoja na matukio yaliyoendelea kujitokeza mara baada ya kukamilika kwa uchaguzi huo. Kauli hiyo ya John Heche imezua mjadala mpana katika nyanja za kisiasa, ikizingatiwa kuwa inamzungumzia mwelekeo wa uongozi wa umma na jinsi wananchi wanavyoutazama mfumo wa kisiasa uliopo hivi sasa nchini Tanzania. Makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara John Heche alieleza kwa kina wakati wa mkutano huo kuwa matukio yote yaliyorekodiwa katika kipindi cha uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2025 yameacha majeraha makubwa ya kihisia na kisaikolojia kwa wananchi wengi. Alifafanua kuwa kitendo cha kujitokeza kwa kasoro na mambo yaliyodhihirisha wakati na baada ya upigaji kura kimesababisha uwepo wa kutoridhishwa kupana miongoni mwa jamii, na hivyo kukinyima chama tawala fursa ya kuendelea kuaminika kama ilivyokuwa awali. Kwa mujibu wa John Heche, athari za matukio hayo ya uchaguzi zimekuwa na muendelezo unaozidi kuwakatisha tamaa wananchi ambao walikuwa na matarajio ya kuona mchakato wa kidemokrasia ukimfanya kila mwananchi kujisikia yumo salama na anadhamaniwa katika nchi yake. Katika kufafanua zaidi kuhusu majeraha hayo yaliyowekwa wazi kwenye taarifa ya makamu mwenyekiti wa chama Tanzania Bara, John Heche alitolea mfano wa kupotea kwa aliyekuwa kada mashuhuri wa chama cha mapinduzi Humphrey Polepole. Kiongozi huyo wa Chadema alisema kuwa tukio la kupotea wa kada huyo aliyekuwa na mchango mkubwa na aliyetambulika vyema katika ulingo wa siasa za nchi ni miongoni mwa mambo yaliyoleta mshtuko mkubwa na hofu miongoni mwa wananchi wa kanda mbalimbali. John Heche alieleza kuwa tukio hilo la kutojulikana alipo Humphrey Polepole linazua maswali mengi kuhusu hali ya ulinzi na usalama wa raia, pamoja na hatima ya siasa ya uwazi na uwajibikaji ndani ya Tanzania. Mbali na swala la kupotea kwa Humphrey Polepole, makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara John Heche vilevile aliguzia pia ripoti na taarifa za vifo mbalimbali vilivyoripotiwa kutokea wakati wa mchakato wa uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, pamoja na siku zilizofuata baada ya kumalizika kwa uchaguzi huo. Kiongozi huyo alisema kuwa matukio hayo ya kupoteza maisha ya binadamu ni jambo linalosikitisha na kwamba yanazidisha maumivu ndani ya jamii, kwani familia kadhaa zimebaki zikiteseka bila kupata majibu ya kuridhisha au ufumbuzi wa kina kuhusu kilichowapata wapendwa wao katika kipindi hicho cha uchaguzi. Uchambuzi uliotolewa na makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara John Heche kuwa mlolongo wa matukio hayo yote unachangia kwa kiasi kikubwa kuongeza mawimbi ya malalamiko kutoka kwa wananchi wa maeneo mbalimbali nchini. Heche alibainisha kuwa kutokana na hali hiyo, idadi kubwa ya Watanzania imeanza kupoteza imani na mfumo nzima wa kisiasa na uendeshaji wa masuala ya umma uliopo hivi sasa. Alisisitiza kuwa pale ambapo wananchi wanapopoteza imani na mifumo rasmi ya utawala na uchaguzi nchini, imeingia katika hatari ya kuwa na jamii inayojaa manung'uniko na isiyo na matumaini na viongozi wanaoshika madaraka. Katika kuonyesha njia ya kutoka katika changamoto hiyo ya kisiasa na kijamii, makamu mwenyekiti John Heche alieleza kuwa nchi inahitaji kujenga maridhiano ya kweli na ya kitaifa ili kuponya majeraha hayo yaliyosababishwa na uchaguzi. Kiongozi huyo alisema kuwa ili maridhiano hayo yaweze kufanikiwa na kuwa na maana ya kweli, ni lazima viongozi wakuu wa serikali na chama tawala wakubali ukweli wa yale yote yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Alibainisha kuwa
Kukataa ukweli au kujifanya kuwa hakuna kilichotokea hakutasaidia kutatua mgogoro wa kiimani uliopo kati ya wananchi na mfumo wa utawala wa Samia Suluhu Hassan. Makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara John Heche alikwenda mbali zaidi kwa kueleza kuwa kiongozi mkuu anapaswa kuchukua hatua za kipekee na ya kijasiri ya kusimama mbele ya umma na kuomba msamaha au kuomba radhi kwa wananchi wote kutokana na matukio yote yaliyojitokeza mwaka jana. Heche alibainisha kuwa hatua hiyo ya kuomba msamaha ndiyo itakayoweka msingi imara na kuanza ukurasa mpya wa maridhiano ya kitaifa, kuponya majeraha ya wananchi na kujenga tena umoja na mshikamano wa kitaifa ambao umesorota kutokana na matukio ya uchaguzi uliopita. Vilevile, makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche alisisitiza kuwa kuomba msamaha pekee hautoshi bila kuchukuliwa kwa hatua za makusudi na za kisheria zitakazohakikisha kuwa matukio hayo yote hayajirudii tena katika siku zijazo za kisiasa za Tanzania. Kiongozi huyo alisema kuwa ni lazima kuwepo na mfumo rasmi utakaowajibisha wote waliohusika na matendo hayo na kuweka vizuizi thabiti vya kisheria ili kuzuia kujirudia kwa uokuaji wa haki za raia na uvunjivu wa amani wakati wa michakato ya kisiasa. Katika kuhakikisha kuwa suluhu ya kudumu inapatikana, makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara John Heche alisisitiza umuhimu mkubwa wa kupatikana kwa katiba mpya nchini Tanzania. Kiongozi huyo wa upinzani alieleza kuwa katiba mpya ndiyo itakayokuwa mkombozi mkuu na kuweka misingi imara thabiti ya haki, uwajibikaji wa viongozi na ulinzi wa haki za msingi za raia wote bila kujali vyama vyao vya kisiasa au nafasi zao katika jamii. Heche alieleza kuwa katiba mpya itasaidia kubadilisha muundo wa utawala ili kila mwananchi ajione yupo sawa mbele ya sheria. Makamu mwenyekiti John Heche vilevile aliongeza kuwa changamoto mbalimbali za kisiasa, kiutawala na kiuchaguzi zinazoikabili nchi hivi sasa zinaweza kupatiwa ufumbuzi wa kudumu kupitia mchakato ulio wazi wa ushiriki na ushirikishi wa katiba mpya. Alibainisha kuwa mchakato huu unapaswa kuwa na kimkakati na ulio huru utakaokusanya na kujumuisha maoni ya Watanzania wa kanda zote kutoka pande zote za nchi ili katiba itakayopatikana iwe na ridhaa ya wananchi wote na isiwe ya kikundi kimoja au chama kimoja cha kisiasa. John Heche alihitimisha mada hiyo kwa kueleza kuwa kama taifa linataka kuhakikisha kwa dhati kuwa matukio yote yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka jana hayajirudii tena, ni lazima kuanzishwa na kukamilishwa kwa mchakato wa katiba mpya. Heche alisema kuwa katiba hiyo mpya ndiyo pekee itakayoweka mifumo bora na uhuru wa kusimamia haki, kuguza demokrasia ya kweli na kuhakikisha kuwa vyombo vyote vya usimamizi wa uchunguzi vinatenda haki kwa washiriki wote bila upendeleo.